Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na ndugu zangu, nimepewa muda wa kufanya dua na maombi ili kuweza kuweka kikao hichi katika mikono ya Mwenyezi Mungu. Na mimi niseme niwashukuru ndugu zangu, niingie katika maombi hivi sasa katika hali ya unyenyekevu, kila mmoja kwa nafasi yake aweze kuomba na kuiombea nchi hii. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Mwenyezi Mungu, tunakuomba kwa utukufu wako ya rabbil alamin. Tumekusanyika hapa waja wako wanyonge na wadhaifu ya rabbil alamin. Mwenyezi Mungu, tunakuomba kwa kile ambacho tumetukusanya hapa, utukubalie maombi yetu ya Mwenyezi Mungu, uendelee kudumisha amani ya nchi hii ya Rabbi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uendelee kumpatia ulinzi wako rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Kadhalika umpatie ulinzi makamu wa rais Bwana Nchimbi, Dr. Nchimbi. Kadhalika waziri mkuu ndugu Daktari Lameck Nchemba umpatie ulinzi. Kadhalika baraza lote la mawaziri, wakuu wa mikoa, vyombo vya ulinzi na usalama, wakuu wa majeshi, viongozi wa usalama wa taifa, viongozi wa polisi wa Tanzania wote, kuanzia wa mwanzo na wa mwisho. Tunakuomba Mwenyezi Mungu, tumekusanyika hapa kwa ajili ya amani ya nchi hii. Tunakuomba Mwenyezi Mungu endelee kutupigania kwa uwezo wako na kwa nguvu zako ya Rabbil Alamin. Tunakuomba Mwenyezi Mungu, kila ajaye kwa shari, ambaye anakusudia ubaya katika nchi hii, Mwenyezi Mungu tunakuomba mrejeshe ubaya huo ya Rabbil Alamin. Sisi ni wanyonge, tumesimama hapa kama viongozi wa dini kwa niaba ya Watanzania wote, watoto, wazee, wagonjwa ambao hawajiwezi. Mwenyezi Mungu, tuwalikabidhi taifa hili kwenye mikono yako ya Rabbil Alamin. Uwapatie Watanzania wote ulinzi kutoka kwako. Hakuna mwenye kuomba isipokuwa ni wewe. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma ataita wa qina sharra ma qadaita wa qina sharra ma qadaita wa qina sharra ma qadaita. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa adhabal qabri wa adhabal faqr. Allahumma ighfir mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك كريم مجيب دعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد نبينا وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بقبول والتوفيق. Asante shehe wangu kwa dua nzuri, Mungu akubariki sana. Lakini pia nipende kumkaribisha mchungaji Nuru aje atufungulie kwa maombi kongamano wetu. Bwana Yesu asifiwe. Napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya hii nafasi pia ya maombi. Namshukuru Mungu kwa sababu yeye ni mwema kwetu, aliyetulinda, aliyetutetea hata kutufikisha mahali hapa. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru Mungu kwa sababu wewe ni mwingi wa upendo, ni mwingi wa rehema, ni mwingi wa neema sana. Mungu, tazama mkutano ulioko mahali hapa. Tumekuja kwa lengo moja. Tazama kwa habari ya nchi yetu ya Tanzania, tukitaka amani kutoka kwako Mungu. Na ndio maana hatujaanza na kitu chochote, bali tumeanza na wewe Mungu, ili tukutangulize wewe Mungu. Utangulie mbele yetu Bwana, ukipita kwenye fahamu na akili nafsi zetu Bwana. Mahali hapa tulipo
kiende sawasawa na mapenzi yako Bwana. Nakabidhi mkutano ulioko mahali hapa, nakabidhi nchi yetu ya Tanzania, nakabidhi viongozi wetu mbalimbali, na mkabidhi rais wetu wa nchi yetu ya Tanzania mikononi mwako, kwa sababu wewe Mungu pekee ndiye mlinzi tunayekutegemea. Maana imeandikwa katika Zaburi ya 125, wamtumainie Bwana ni kama mlima Sayuni, hawatatikisika wakaa milele. Kama Mungu unavyozingira Yerusalemu kwa milima, ndivyo unavyowazingira watu wako tangu sasa na hata milele. Tunakutegemea Mungu, kwa sababu wewe ndio tumaini, wewe ndio kiongozi, wewe ndio mwamuzi wa kila jambo mahali hapa. Mungu, wewe ndio unayejua Bwana. Tunakwenda kusimama kinyume na hila zote za adui katika jina la Yesu, zikapata kushindwa. Amani yako Mungu ikafunike na kutuhifadhi katika jina la Yesu. Baba, tukiomba na kushukuru. Amen. Asante mchungaji, mtumishi wa Mungu, kwa maombi mazuri, lakini pewe sifa. Najua tunamheshimu Mungu aliyetuma, tufunike macho na kushukuru sana Mungu aliyetuumba, Mungu muumba mbingu na vyote vionekana na visivyoonekana. Tunaishi chini ya jua ni kwa neema yako na kwa uwezo wako. Pumzi wa hai na vyote ni vyako. Nakushukuru kwa sababu nikupendeza siku ya leo tukutanike mahali hapa, utumishi wako, watu wako, kwa ajili ya taifa letu la Tanzania. Mungu, ninaomba uwepo wako katika mkutano huu, kwa sababu bila wewe hatuwezi, lakini ukiwa pamoja nasi nina imani kila kitu kitenda sawasawa, na utukufu utakurudia wewe peke yako, katika jina la mwana wa Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu aliye hai, tujalie hekima na maarifa tangu tunaanza mpaka tufikapo mwisho wa mkutano huu. Ulisema yapendeza ndugu wakikaa pamoja, na kwa umoja. Tuko hapa kama ndugu juu ya taifa letu la Tanzania na viongozi wetu wa serikali hii. Tujalie pia tuanzapo mpaka tufikapo tamati wa mambo yote, nikikiri wazi, Mungu unayeanza pamoja nasi utamaliza pamoja nasi. Niachilie mikononi mwako nikifungua kikao hiki kwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Amen. asante mtumishi wa Mungu, mchungaji wa Mungu. Mungu akubariki sana. Basi ndio tumefungua kongamano letu kwa maombi bila kuchelewesha muda. Sasa nipate kumwinua mwenyekiti wetu ili aweze kuja mahali hapa tusikie kile atakachotueleza. Karibu baba. Ndugu zangu watumishi wa Mungu, maaskofu na mashehe na wachungaji, awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema, kwa kutujalia kukutana tena kwenye mkutano wetu unaozungumzia masuala mbalimbali ya nchi na Tanzania kiujumla. Kwanza niwashukuru sana waandishi wa habari. Tuna vyombo vya kidini na vyombo vya kijamii. Niwashukuru sana 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 Babdeo na grupu lake na ndugu yetu aliyeweza kutualikia vyombo hivi, niwashukuru sana. Tunategemea kalamu zenu, weledi wenu utufikishie ujumbe huu kwa jamii nzima ya Kitanzania. Ndugu zangu, leo tumekuja kuzungumzia umoja, mshikamano, amani na kueleza nini kazi ya serikali na nini kazi ya Watanzania. Kipindi kilichopita Mwenyezi Mungu alituletea janga kama mtihani kwa Watanzania. Ulikuwa ni mtihani mkubwa sana, lakini Mwenyezi Mungu akajalia janga hilo limepita. Na kwa bahati nzuri Tanzania sio nchi ya kidini,
Nashukuru Mwenyezi Mungu. Ndio maana naona hapa kuna maaskofu au ni maaskofu, na nyuma yetu, nyuma ya kamera kuna wachungaji, na kushoto kwangu kuna shehe, na kuna waumini wa Kikristo wako hapa na waumini wa Kiislamu. Sisi ndio Watanzania, sisi ndio Watanzania, lakini Watanzania sisi tunaishi kwa kuheshimiana. Hii ndio ukweli. Bila heshima, nidhamu, hatuwezi kufika popote. Tukiishi kama waumini, hatuwezi kufika kokote. Baba Askofu, imani yake na Wakristo wote duniani wana imani kwamba Kristo Yesu ni mwana wa Mungu aliye hai, na damu yake iliyomwagika pale msalabani ndio inayoleta ukombozi kwao. Hiyo ni imani ya Kikristo, na mimi kama Muislamu siwezi nikasimama na mpinga na mjeruhi askofu kwa maneno ya kihuni. Mimi imani yangu inasema Muhammad ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio imani yangu, Muhammad ni mtume, na nina imani kwamba Yesu si Mungu wala si mwana wa Mungu. Hiyo ni imani. Lakini askofu hawezi kusimama kunijeruhi kwa maneno ya kifedhuli au mchungaji. Angalieni, huu ni mfano wa kuiga. Tunakaa wote kwa pamoja, tunapokutana kwenye swala la nchi, tunakaa kujadili nini maana ya nchi na Tanzania ni kitu gani. Hili ni jambo la kumshukuru sana Mungu. Baba Askofu, kuna nchi zingine hawakaa, hawana nafasi ya kukaa namna hii, wakiingia na Waislamu peke yao au Wakristo peke yao, lakini Mwenyezi Mungu kajalia Watanzania tunakaa na kila mmoja na dini yake na tunazungumza ulimi mmoja. Sasa tunachotaka kukizungumza hapa, kuna baadhi ya wanasiasa, hawa ni tatizo. Lazima tuwe kweli na tueleze wazi bila kutafuna maneno. Hawa ni tatizo. Kuna watu usipowasapoti wamekuwa na lugha wanaitumia, wanakuita wewe chawa. Yaani usipomsapoti yeye anakuita chawa. Lakini naomba tuelewe kwamba duniani kote kuna serikali. Dunia yoyote serikali lazima iwepo, na serikali ni chombo kinachotakiwa kupewa heshima ya peke yake. Serikali yoyote duniani, hata Biblia imesema watakuja maaskofu tutambulie. Mamlaka zote zinatoka kwa Mungu, yapaswa kuheshimiwa. Yeyote anayedharau mamlaka hiyo anapambana na nguvu za Mungu, na unapopambana na nguvu za Mungu usitegemee kushinda, ni kushindwa, kwa sababu Biblia ndio inasema hivyo, sio mimi wala askofu wala mchungaji. Biblia. Sasa wewe kama ni Mkristo ni lazima uzingatie andiko hilo, usitumie akili zako. Na kwa Waislamu sisi tunasema ndani ya Qur'ani, Mwenyezi Mungu anasema yeye Mwenyezi Mungu ndiye humpa mtakaye na yeye ndiye humnyima anayemtaka. Mwenyezi Mungu akitaka kumfanya askofu kuwa rais wa nchi huyu, hakuna kupinga. Ndio kishakuwa, ndio Mungu kataka. Kitakachofanyika ni kututumia sisi kumchagua huyu kuwa rais. Utuambie kaiba, utuambie kafanyaje, lakini ndio kishakuwa rais. Utuambie wewe ni Mkristo afai, wewe sikuni askofu afai, ndio kishakuwa rais. Swala la kumtii lazima tumtii bila kuangalia dini zetu, kabila zetu na jiografia yetu tunakotoka. Sasa tunaposema hivi, kuitii serikali ni jambo la lazima, sio jambo la hiari, kwa sababu vitabu vya Mungu vimeshatuelekeza. Kumheshimu kiongozi wa nchi ni jambo la lazima, sio la hiari. Mungu ndiye ametuelekeza hivyo, ndugu zangu wa Kristo na Waislamu wenzangu. Sasa kuna makundi yamekuwa yakitengenezwa. Mfano, taanza kugusia kwanza mema ya serikali zidi ya raia wake. Sisi tunatembea. Serikali kazi yake sio kuleta chakula kwako. Kazi ya serikali sio kuchukua mtoto wako kwenda kumpa ajira tu. Lazima tuwe sisi kama viongozi wa dini tuwe na maneno ya ukweli kuambia wafuasi wetu, ili watu wajue, tusio tunawalisha maneno yanayoamsha fitna. Ndugu zangu, sisi tuliozaliwa wakati wa Nyerere, hii nchi na maaskofu hapa wanaweza kuwa mashahidi, wote ni watu wazima, wamesoma wakati wa Mwalimu.
Hii nchi tulikuwa tunakula kwa foleni. Tunakula kwa foleni. Ukitaka kwenda kununua chakula mnapanga foleni ndio mnakula. Hii nchi ilikuwa tuvai viatu tumekwenda shule peku peku. Hii nchi tulifuata shule kilomita 3 au 4 kwenda na kurudi kilomita 8. Hii nchi ilikuwa kionekana umevaa kiatu wanakuuliza baba yako anafanya kazi gani. Ilikuwa ikiwa na shati mbili za shule unaulizwa baba yako ni ofisa wa serikali. Hii nchi wakati mkoloni tunamuondoa hakutuacha na chochote sisi tusidanganye watu. Ilikuwa kutoka hapa kwenda Mwanza au kwenda Mtwara mnatumia mwezi mzima njiani. Kutoka Dar es Salaam mpaka Mtwara mwezi mzima. Hii nchi ilikuwa mkitaka kwenda Mwanza, kwa wale watu wakande ya Ziwa mtakumbuka, ili ufike kwa salama na kwa haraka ilikuwa inatulazimu tuzunguke mpaka Nairobi. Tukatokea boda ya Kenya na Msoma kule ndio tuingie kanda ya Ziwa. Sasa hizi neema zote tunazoziona, mabarabara, umeme, mashule, vyuo vikuu, hivi vitu havikujileta wala havikuja kwa bahati mbaya. Ni watu wenye akili, viongozi wenye akili timamu, wenye huruma na uzalendo, wakakaa wakaplan, ndio tukajikuta Tanzania tuna viwanja vya ndege, Tanzania tuna mabarabara, Tanzania tuna umeme, Tanzania tuna treni na umeme, Tanzania tuna kila tulichokuwa nacho kizuri. Hivi vyote vimeandaliwa na walioviandaa ni viongozi wa serikali hii, kuanzia Mwalimu Nyerere, Mzee Mwinyi, Mzee Mkapa, Mzee Jakaya, Mzee wetu Magufuli na mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Hawa ndio waliofanya kazi hii. Sasa juzi nilikuwa namsikiliza mwanasiasa mmoja, na ndio tunakuja kuyajadili hapa. Mimi nazungumza kwa muhtasari tu. Nilikuwa namsikiliza mwanasiasa mmoja anasema kwamba, na shekhe mmoja nilimuona, mwanasiasa mmoja na shekhe mmoja, hatuwataji majina yao lakini wanajitambua, walisema hivi, wao hawaungi mkono hawaungi mkono tume iliyoundwa na rais kuchunguza mauaji ya tarehe 29. Wakasema baadaye Rais Samia Suluhu Hassan ni rais haramu, ni rais haramu, hana ridhaa ya Watanzania. Baadaye wakasema wanataka sasa rais aanzishe mchakato wa katiba mpya. Angalieni hawa watu, nikasema watu wamelewa au wamechanganyikiwa. Kwanza wanasema wamtambui Rais Samia kuwa ni rais. Angalieni. Pili wanasema hawaitambui ile tume ya rais. Lakini mwisho wanamwambia rais, tunataka sasa uanzishe mchakato wa katiba. Sasa wewe uitambui serikali, itakuanzishaje katiba mpya? Angalieni matatizo ya wanasiasa wetu hao. Yeye anataka kutufanya sisi kama hatuna uelewa. Wewe umesema huyu askofu mtambui, sio askofu halali. Alafu ukipata na matatizo unakuja askofu niombee. Wewe mtambui, anakuambiaje mtu usiyemtambua? Kwanza mtambue kwamba askofu wewe ni mtumishi wa Mungu, ni baba askofu, una mamlaka kwangu, una uwezo wa kuniombea, sasa niombee. Na yeye atapiga goti kumuomba Mungu wake ili akuponye. Hili la kwanza. Tutajadili hapa na maaskofu wananisikia, watakuja walizungumze. Jambo lingine, kumekuwa na maneno ya fitna. Ndugu zangu wa Tanzania, sisi tunatembea, kumekuwa na chuki inatengenezwa, lakini katika chuki hizi hata ukiangalia mfumo wa mauaji yote yaliyotokea, mauaji yote ya tarehe 29, kuna viongozi wa kisiasa walisema maneno yafuatayo. Walisema kwamba nchi hii watausimamisha uchaguzi, na wakasema kitaeleweka, na wakasema wao wanatengeneza uasi. Hivi unaposema unatengeneza uasi, ndugu zangu waandishi na Wakristo na Waislamu walioko humu, maana uasi sinafikiri tunaelewa. Uasi ni mtu kutengeneza kundi la kupambana na serikali halali ili liondoe ile serikali halali, lijiingize lenyewe kwa nguvu Ikulu, ima kwa kutumia bunduki, ima kwa kushawishi maandamano, ima vurugu yoyote. Sasa watu wa namna hiyo
kama waliweza kuchoma vituo vya mabasi ndani ya masaa matatu, waliweza kuchoma mapetrol station ndani ya masaa matatu, waliweza kuchoma baadhi ya mabasi ndani ya masaa matatu, walileta uharibifu mkubwa wa bilioni ambao mpaka leo vituo vya mabasi havifanyi kazi. Hawa watu unasema kwamba eti askari angekwenda na mabomu ya machozi akatumia nguvu ndogo akawa anawapiga huku anaangalia akisheni yao. Wewe una akili kweli? Mtu ameshakwambia ameasi, unasema mtu aje na bomu la machozi? Kwani wewe unajitambua? Na ndio maana Biblia ikasema mtu mmoja afe taifa likombolewe. Ndio kweli, mtu mmoja afe taifa likombolewe. Sasa hili nalo ni jambo muhimu sana kujadili kama viongozi wa dini, isionekane wanasiasa wanataka kutulisha sisi maneno. Swala la serikali na Rais Samia Suluhu Hassan, sisi sio wasemaji wa serikali, lakini sisi ni Watanzania, hatuwezi kukwepa siasa. Siasa ndio maisha ya Watanzania wote. Ili tuweze kupata maji, umeme, elimu iliyo bora, lazima tupate kiongozi bora, kiongozi makini, tena mzalendo na mwenye uwezo. Dr. Samia Suluhu Hassan toka ameingia baada ya kufariki John Pombe Magufuli, wallahi mama huyu amefanya kazi kubwa sana. Asiyetaka aseme staki kwa chuki zake binafsi, anayetaka kusema ukweli atasema kwa ukweli wake na mwogope Mwenyezi Mungu. Huyu mama wa Tanzania tulikuwa tukisomesha watoto bure kuanzia darasa la kwanza mpaka form 4. Huyu mama akasema watasoma kuanzia standard 1 mpaka kidato cha 6 bure. Hili ni jambo zuri. Hili ni jambo zuri. Huyu mama akajikita upande wa kutengeneza mahospitali, vituo vya afya na zahanati. Huyu mama kafanikiwa kwa asilimia kubwa. Huyu mama bado miradi yote aliwacha marehemu John Pombe Magufuli, mama ameimaliza na inakwenda kuisha. Mimi ni mashahidi wa Tanzania, hatufanyi kampeni, hakuna uchaguzi tena, lakini inabidi tufike sehemu tuzungumze ukweli wa Tanzania wenzetu. Tufike sehemu tuzungumze ukweli wa Tanzania. Huyu mama, mradi wa reli ya umeme ni mradi mkubwa sana. Yule bwawa la Mwalimu Nyerere ni mradi mkubwa sana wa trilioni karibuni 9 kama sikosei. Bwawa limekwisha. Sasa tumepata umeme wa kudumu. Kama kuna hitilafu za kibinadamu, nchi iongozwe na malaika. Ni kazi ya Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye leo tutambatiza jina kumuita Queen of Africa kwa kazi aliyoifanya. Si tunasema tu. Sasa wewe kama mtaki rais, useme sio rais halali, tuletee rais halali ndio wewe. Sababu nchi na rais mmoja. Kenya yuko William Ruto, Tanzania yuko Samia Suluhu Hassan, Uganda yuko Yoweri Museveni Kaguta, Kongo yuko Tshisekedi. Sasa kama utaki hivyo ndio hivyo, pale wapi? Rwanda yuko Paul Kagame. Ukitaka hivyo ndio hivyo, usitaki hivyo ndio hivyo, na itakuwa hivyo hivyo. Kwa sababu wameshakuwa sasa. Subiri miaka 5 ikiisha, ingiza vijana na wao fanye kampeni. Lakini usendo umeshawishi watu kwamba hii serikali haramu, yule sio rais halali. Tunaomba vyombo vya ulinzi, viongozi wa vyombo vya ulinzi wajiuzuru. Wajiuzuru kwa kosa gani? Wajiuzuru kwa kosa gani? Vyombo vya ulinzi vimefanya kazi kwa weledi. Kama sio wao sisi tusingekuwa hapa. Wallahi na hapa na Mungu ni shahidi. Kama sio viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama kusimama vizuri kwenye nafasi zao, wakawapanga wapiganaji wao wakaingia barabarani kututuliza, hii nchi ilikuwa imekwenda. Tuache mambo ya ushabiki. Kwa sisi tunao sababu ya msingi, na nitawashawishi sana maaskofu, wachungaji na mashehe, kila tunapokwenda katika nyumba za ibada tuiombee Tanzania amani, na tumuombee Mheshimiwa Rais na Waziri Mkuu na Makamu wa Rais. Hapa hatujadili imani ya mtu. Imani yako kanisani, yangu msikitini, hapa ni nchi. Na mimi nikikutana na askofu au mchungaji lazima nimpe heshima, kwa sababu hii ni sehemu ya amani. Anamiliki watu. Shehe anamiliki watu. Mchungaji, nyinyi wachungaji mnamiliki watu. Mnafanya kazi kubwa nchi hii.
Sasa mtu anataka eti wachungaji wote na maaskofu wao wachungaji waluwalu, kazi yao makanisani ni kutukana na serikali. Hawa ni viongozi wa kidini bwana, wanajiheshimu. Yesu anasema ya Mungu mpeni Mungu, wa Kaisari mpeni Kaisari. Sasa hao wanafanya kazi ya Mungu, wamtumikii Kaisari. Wachungaji mnafanya kazi ya Mungu, hamumtumikii Kaisari. Na tukimaliza nitaomba kamera zielekee nyuma, dunia ione jopo la wachungaji walioko katika eneo hili, kwa sababu watu watasema mbona tukoona wachungaji labda walikuwa wanasimuliana, wanajifariji wao kwa wao. Sio maneno ya watu wahuni bwana, kama tunafarijiana sisi kwa sisi, ili iwe nini sasa? Kwa hiyo ndugu zangu, ninachotaka kusema na kumaliza, nikaribisha mababa askofu na wachungaji na mashehe. Dr. Samia Suluhu, Queen of Africa, ni kiongozi mwenye sifa, anafaa. Viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama, mkuu wa majeshi, inspector general wa polisi, mkurugenzi wa idara ya usalama, kamishna wa magereza, uhamiaji, fire, sisi tunasema wanafaa na wataendelea kufaa. Kazi waliyofanya ni kazi nzuri, imetukuka, na tunaiunga mkono na tunasapoti. Dr. Samia Suluhu Hassan, Dr. Samia Suluhu Hassan, kazi anafanya, nchi inakwenda, na viongozi wa dini wote nchi nzima wako nyuma yake, wako nyuma yake. Swala la kukamata watu na kuweka gerezani, ili swala ni la kisheria. Unapofanya uelewe kwamba kila mtu atabeba mzigo wake mwenyewe. Kwa sababu unapotangaza mapambano na serikali, na yenyewe na mkono mrefu kinyosha mkono wake, ujiandae namna kukabiliana nayo, kwa sababu wewe mtu mmoja huwezi kuwa ndio sababu ya kutufanya sisi wa Tanzania tukose usingizi. Na kama kweli kwa kumalizia Tanzania ni wakweli na viongozi wa kisiasa, kwa nini mnazungumza mwisho wa tukio, mzungumzii chanzo cha tukio? Kwa nini? Kwa ndugu zangu, mimi niwaachie sasa maaskofu waje wazungumze, lakini sisi kama Watanzania tunasema na tunataka kutumia nafasi hii kuwaonya Wakenya, baadhi sio wote, kuwaonya Wakenya, wahuni wa Kenya wanaokula malungi na mongokaa, wameshiba malungi na mongokaa na kibeli na sukuma wiki. Hii nchi ni yetu sisi, waiache nchi. Samia ni rais wetu sisi. Ukiwa na shida yoyote, atawaita viongozi wa dini, hawa rais atasema nao na watamaliza matatizo. Sisi hatusemani na makamu wa rais, aliyekuwa makamu wa rais Kachagwa kule Kenya. Juzi nimemsikia anamuita Rais Samia kwamba ni criminal, international criminal. Muda wote anapelekwa. Umpeleke yeye Kachagwa rais kule, wewe nani? Kachagwa alikuwa makamu wa rais wa William Ruto, akafukuzwa. Sasa kama mtu amefukuzwa makamu wa rais, anaweza kujadili rais wa Tanzania? Jinivo ya Afrika, Tanzania pepo ya Afrika, unakuja kutujadili sisi watu ambao tunakaa, hatuna ukabila, hatuna udini, tuna mshikamano. Wewe Kenya yako imejaa ukabila, kila siku unaambiwa Kikuyu simchague Ruto. Hiyo ni nchi ya kutujadili sisi? Sisi hatushindishwi kumwiki wala kibeli, sisi tunakula milo mitatu tunashiba. Na kama wapo basi ni wachache, ni mpango wa Mungu, na Mungu atawapa riziki tu, na Mungu anajua maskini wapo, ndio maana kataka watu watoe zaka na sadaka kuwafariji maskini na mayatima na wajane. Hatuwezi kumaliza umaskini, hata Uingereza, Marekani, maskini wapo wahitaji. Ndio maana viongozi wa dini wanahubiri kila siku, wachungaji na mashehe, watu watoe zaka, watoe sadaka kwa ufariji yao maskini. Sasa Kachagwa ambaye unataka tukuwa rais wa Kenya, bado unaharibu diplomasia yako. Unaweza kumtukana rais wa nchi jirani. Hiyo nchi utongozaji wa peke yako? Unamtukana rais wa nchi jirani? Rais amesema tutapigwa risasi. Rais alisema kama watu wakileta vurugu watiwe bakora. Hii ni lugha ya kiuongozi. Tiwe bakora ndio. Kwa hiyo na baba askofu, mimi niwakaribishe na naomba tutambue uwepo wa Sadiki Kasim Godgodi kutoka Peace Foundation. Tunaye hapa, na tunaye Sheikh Abubakar Kada aliyeomba dua. Tunaye maaskofu wa madhehebu mbalimbali ya Kikristo,
tunao wachungaji wa madhehebu mbalimbali ya Kikristo, na mimi ni wafariji wachungaji, msitishwe. Nataka nieleze hapo wazi kabisa kabla sijamkamilisha, msitishwe. Hii nchi sio mali ya mtu na baba askofu, msitishwe. Na nakwambieni msitishwe. Nyinyi semeni mnaloona linafaa kusemwa. Mtu anayekuwa kutumieni message kuwatisha, baba msitishwe. Hii nchi ni yetu. Nyinyi mna dhamana la watu. Kuna watu wanakutegemeeni nyuma yenu, wapo nyinyi viongozi. Na Biblia inasema aliyetamani kazi ya askofu ametamani kazi njema. Kwa hiyo nyinyi mmetamani kazi njema, ifanyeni kwa wema. Kazi yenu sio kuamsha fitna iliyolala. Sasa nataka nimkaribishe huyu ni askofu Sayuri. Ni askofu Naam. Ni askofu mchungaji? Naam. Tuanze na askofu. Nimkaribishe baba askofu George. Nimkaribishe baba askofu George aje aseme na Watanzania, sio Wakristo Waislamu, na Watanzania. Baba askofu George, karibu baba, uje useme na Watanzania. Na zungumza kama askofu, usitishwe. Ulinzi wa Mungu uko kwako na ulinzi wa binadamu. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaikum. Awali ya yote tunamshukuru Mungu aliyetupa neema kufika hapa. Sio jambo rahisi kufika hapa, lakini Mungu ametuwezesha wakati mwingine tumefika hapa. Kama alivyotambulisha mwenyekiti wetu, aitwa Askofu George John, amtumikia Mungu pale Kinyerezi. Awali ya yote ameongea mengi, ameshatanguliza kuongea mengi sana yanayohusiana na stakabali ya nchi yetu. Nchi yetu ni nchi ya amani sana. Ni nchi ambayo katika nchi ambazo tunaweza kuona imechaguliwa na Mungu, mojawapo Tanzania. Imebarikiwa. Ina kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nchi ya Tanzania, kwa wale ambao sisi ni watumishi wa Mungu, tunaweza tukafananisha na nchi ya ahadi ya Israeli ambayo imebarikiwa. Tanzania nayo miongoni katika nchi ambayo imebarikiwa. Mungu ametujalia kila kitu kiko katika nchi yetu. Mungu ametubariki ardhi. Mungu ametubariki rasilimali nyingi katika nchi ya Tanzania. Sasa tuna kila sababu kwa heshima ya nchi yetu na utulivu ya amani ya nchi yetu, tunapaswa kuilinda nchi yetu kwa gharama ya maombi, kuiombea nchi yetu. Pale tunapoona mambo yaendi sawa, tuna gharama kama maaskofu, mashehe na wachungaji na waumini kuiombea nchi yetu iwe salama mkononi mwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu ambacho nilikuwa nafikiria ndani ya mwezi uliopita kwamba tunapaswa kama watumishi wa Mungu, wachungaji, maaskofu, mashehe, nchi yetu hii ya Tanzania tumkabidhi kwa Mungu. Halo? Yaani nchi ya Tanzania tuikabidhi mkononi mwa Mungu. Mungu aitawale nchi yetu. Hatupaswi kutoa nchi yetu itawaliwe na watu wengine, lakini tumkabidhi Mungu atawale nchi yetu, wala sio Mungu itawale nchi. Halo? Nchi yetu hii tuikabidhi mkononi mwa Mungu. Mungu ndiye awe mtawala wa nchi. Pamoja na kwamba kuna utawala, kuna marais, kuna viongozi, lakini Mungu ni namba moja katika nchi yetu. Na kwa sababu hiyo tunapaswa kuiombea nchi yetu. Tuiombee nchi yetu amani, tuombee nchi yetu furaha, tuombee nchi yetu kustawi, kuombea nchi yetu baraka imiminike katika nchi yetu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia niseme kuna jambo lilotokea mwaka jana. Ile dhoruba na hatari ambayo tupelekea
hatari nyingi kutokea katika nchi yetu. Nasema kwamba kuna mambo ambayo yakiwa hatuyaweki katika utaratibu mzuri au tusiposimamia vizuri kama viongozi wa serikali na viongozi wa dini, haya mambo hawezi kutokea. Na kwa sababu hiyo tumejifunza yale yaliyotokea Oktoba 29. Bwana Yesu asifiwe. Hatupaswi tena yale yaendelee kutokea katika nchi yetu. Tunapaswa kuiombea na kuilinda nchi yetu. Hatupaswi vurugu wala maandamano yanayosababisha maafa na uvurugu aina yoyote. Hatupaswi yatokee tena katika nchi yetu. Tunahitaji amani tawala. Halo, tunahitaji furaha itawale. Lakini pia tuendelee kuombea rais wetu. Yako mazuri ambayo rais wetu amefanya, lazima pongezwe. Rais wa kwanza mwanamke kukaa kwenye madaraka na kuongoza nchi, amefanya mambo mazuri. Hebu tupige makofi kwa ajili yake. Pengine ana madhaifu yake, wewe ni mwanadamu bwana, hakuna malaika. Pengine ana madhaifu yake, lakini bado anastahili apewe heshima yake. Kama kiongozi wa nchi, apewe heshima yake. Ukisoma Mhubiri sura 10 mstari wa 20, anasema kwamba neno hili linasema hivi. Subiri nukuu kitabu cha Mhubiri. Usimlaani mfalme hata kwa wazao lako, wala usiwalaani wakwazi wa chumbani mwako, kwa kuwa ndege wa angani wataichukua sauti, na mwenye mbawa ataitoa habari. Bwana Yesu asifiwe. Anasema usimlaani mfalme. Maana yake tunaposema mfalme ni rais wetu anayetuongoza, na Biblia inasema usimlaani mfalme wala kwa wazo lako. Sasa nashangaa katika nyakati hizi tulizokuwa nazo, mtu unathubutu kutukana rais na kumlaani rais, unatamani afe. Wewe kwa nini watoe hukumu? Hukumu anastahili atoe Mungu, sio mwanadamu. Mwanadamu hastahili kutoa hukumu. Biblia inasema usihukumu, kwa kuwa na wewe utahukumiwa. Na kwa sababu hiyo hatupaswi kama viongozi, kama Watanzania, kutoa neno laana yoyote kwa kiongozi wetu, kwa rais wetu. Rais Samia Suluhu Hassan hautakiwi kutoa wazo hili. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia kusoma Warumi sura ya 10, mimi ni mwalimu, mchungaji, mwalimu. Warumi sura ya 10 ule mstari wa kwanza. Warumi sura ya 10. Kidogo tungepata tuingie kwenye darasa kidogo. Warumi sura ya 10 ule mstari wa Warumi sura 13 mstari wa kwanza. Kila mtu aitii mamlaka iliyo kuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyopo imeamriwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ili ni andiko, sio story, ni andiko, si hadithi, ni andiko. Biblia anasema kila mtu aitii, kila mtu. Maana yake mchungaji, askofu, si maimamu, mashehe, washirika, manabii, ni kila mtu kwenye nchi hii aitii mamlaka iliyowekwa na Mungu. Haleluya. Maana mamlaka, utawala huu uliopo unaotoka kwa Mungu, tunapaswa kuitii. Bwana Yesu asifiwe. Tunapaswa kuheshimu. Katika nyakati hizi tulizokuwa nazo, sheria zimewekwa ili mwanadamu asitoke kwenye sheria. Kama kuna sheria katika nchi, maana yake mwanadamu anaweza kumzuru mtu ovyo ovyo, piga mtu risasi,
lakini sheria zimewekwa ili watu watii sheria. Sasa usipotii sheria, vyombo vya dola itakushughulikia. Bwana Yesu asifiwe. Na wale ambao mnatukana rais na kumdhalilisha rais, vyombo vya dola itawashughulikia, kwa sababu tunapaswa kuheshimu na kutii kiongozi wetu wa nchi yetu. Nilisema mwanzo, hata kama na udhaifu aina gani. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Ninaitwa mchungaji Sayuni Mwakatobe. Nashukuru kupata nafasi hii. Nishukuru viongozi walioandaa siku ya leo. Namshukuru sana rais wa nchi hii ambaye ameweza kupita kwa kishindo kikubwa. Lakini pia nimshukuru Mungu kwa sababu yeye amesababisha Samia awe rais. Bwana Yesu asifiwe. Ni mwanamke ambaye amethubutu. Kwa kweli nilikuwa naangalia kwa kazi alizokuwa anazifanya au anazozifanya, mimi mmojawapo ni shahidi. Sijaambiwa ila nimeona kwa macho. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza nililoliona ni kuona barabara zinaenda sawa sawa. Zilikuwa zimesimama, lakini mama amekuja amemaliza pale ambapo haitakiwa paishi. La pili, nimeona hospitali. Mimi ni mtu wa Mbeya. Kijijini kwetu kule Mwakaleli Kandete, kuna watu wataelewa ninachokisema. Kulikuwa hakuna hospitali. Mimi ni mmoja wapo ambaye nilienda kumpeleka mdogo wangu hospitalini. Nilichokishangaa cha ajabu, kuna hospitali nzuri. Watu walikuwa wanatoka Mwakaleli kuelekea Itete kwenda kutibiwa. Wamama wajawazito wanaenda kujifungulia Itete. Kitu ambacho nilikishangaa, ambacho kitanipa hamasisho na nikafurahi. Nilipofika hospitali ya Kandete, nilikuta kuna madaktari wa kutosha. Nilimpeleka mdogo wangu kwenda kujifungua. Nilipofika nilimpeleka kwenye majira saa 3 ya usiku na mvua inanyesha. Wakati wanampima wakasema huyu binti anaenda kufanyia operation. Nilichoshangaa, alifanyia operation sikutoa hata shilingi 10, ambayo zamani tulikuwa tunatoa Laki 360. Najifungulia mpaka leo, kuna watu wanajifungulia kwa hospitali, lakini mimi nilienda hospitali ya serikali, mdogo wangu akajifungua vizuri na kutoka na madaktari 3. Nakumbuka kwa sababu nimeona kwa macho yangu kwamba mama amefanya vizuri kwenye sekta ya hospitali. Alipojifungua ile binti yangu, nikawaeleza nitoe shilingi ngapi, wakasema utatoa hata shilingi 10. Nikamwambia imekuwaje? Wakasema hapa ni bure. Hospitali nzuri, ina vipimo vya kutosha. Hilo nampongeza sana Mama Samia, na anasema kweli kuwa ni Queen wa Afrika, apewe zote, aitwe Queen Africa. Ni mama aliyethubutu. Lakini pia niangalia shule. Niko naangalia shule, miaka mingi kidogo mimi nimesoma, usione hivyo imepita miaka mingi. Shuleni kwetu tulikuwa wanafunzi 95. Walifaulu wanafunzi 2 tu. Sijui mimi na jamani, mimi naangalia nyuma. Walifaulu wanafunzi 2. Mmoja ni daktari pale Temeke. Tena sitaki kumtaja jina. Ni daktari, tumesoma darasa moja, kiti kimoja. Walifaulu 2 tu, na mmoja ni mchezaji wa Yanga kama sikosei. Labda kama ameacha saizi. Alifaulu mtu wa pili anaitwa Asa Makilasa. Ni daktari pale Temeke. Lakini sasa cha kushangaa, watoto wetu wanafaulu na shule wanaenda wanasoma bure. Mama yetu amethubutu na amefanya. Na ni mwanamke wa kwanza Afrika naweza kusema tumpe kula zote za kwamba mama asirudi nyuma, aendelee mbele. Hatutanyamaza kwa sababu tunayaona matendo yake anayoyafanya. Barabara. Siku moja nilikuwa nasafiri kutoka hapa naelekea Kigoma. Wa Kigoma atanielewa. Nilipanda treni Bama. Nilibeba na begi kichwani. Tulipofika Kahama tukapumzika, wakasema kule kuna utekaji.
hatuwezi kwenda, barabara ni mbaya. Lakini sasa hivi ninavyokuambia, unaweza kupanda hapa treni, unaweza kupanda basi kutoka hapa mpaka kule Kigoma, usichafuke huko bring bring kama nilivyo mimi. Sababu ya nani? Mama amethubutu na amefanya. Kwa nini tusimwambie ukweli Mungu asante? Wacha kusema maneno mengine hayakusaidii. Sema mtu akifanya vizuri, mpongeze, asonge mbele, tunamuona kazi zake. Hii kinachoniumiza na kuniumiza zaidi, watoto wa mwaka 2000 hao wasomi wanaochezea simu asubuhi mpaka jioni, wanaweka picha za ajabu kumsema mama vibaya, hata kama hajakuzaa. Kumbuka umezaliwa na mwanamke. Hebu niambie, kama unamdhalilisha mama wa nchi hii, wewe hata mama yako umheshimu. Kumheshimu kwa sababu alivyokuwa navyo mama yako ndivyo alivyokuwa navyo rais. Kitendo cha kumdhalilisha mama, hapana. Hakuna mamlaka itakayokuja pasipo Mungu kuruhusu. Kasome Biblia vizuri. Nataka nikwambie hivi, kama ameweza kufanya mambo mazuri, kwa nini tusimpongeze? Na kama ameweza kufanya mambo mazuri, kwa nini tusimwambie mama ongera? Na watu wachache wanataka kuharibu amani ya nchi hii. Nataka nikwambieni jamani, wanawake sisi ndio watesekaji wa kwanza. Sisi ndio ambao hatuwezi hata kukimbia. Hata likitokea bomu hapa, wanaume atapenyeza pale, wanawake taanza kuangalia viatu, pochi, kichwa, nini, wigi. Kama ulivaa wigi lako kichwani, naanza kuliangalia, utatoka kwenye mlango huo. Jamani, nchi yetu tutaendelea kuiombea, na zaidi tuiombee zaidi, tumwombee rais wetu na viongozi wake wanafanya kazi. Kama madhaifu yaliyokuwepo yasikufanye kusema vibaya, tuyarekebishe ili tuendelee mbele. Bado Tanzania itakuwa ya amani tu, hawatakuwepo watu wa kutuvuruga. Nataka nikwambie mama, tunakuhakikishia tutaona, tutafunga, hata kuwepo mtu wa kutubabaisha. Nchi ni ya kwetu na sisi ni wa Tanzania. Nataka niseme kitu kimoja, Tanzania tusiigwe nizisha vitu vya nje. Tusipende kuigaiga. Watu wanaigaiga tu, wana misemo ya ajabu, hawamwogopi hata Mungu aliye hai. Hebu jamani, hatutaandamana. Naomba msiandamane. Waliokufa ni watoto wetu, ni ndugu zetu, ni majirani zetu, na wengine tuliwaambia jamani msiende, wakaenda. Nataka niseme kitu kimoja tu, tukiombea nchi, Biblia inasema mwenye haki Mungu akisimama akaomba kwa imani, nchi yetu itapona. Mwenye haki mmoja tu akisimama akiomba kwa ajili ya nchi, nchi yetu itapona. Sisi kama watumishi wa Mungu, mashehe na maaskofu, tuiombee nchi yetu. Tuiombee nchi yetu. Tunaamini kwamba Mungu yupo, anatusikia na atatusikia. Mama asiwe na mashaka, tupo nyuma yake, tutamlia na tutamwombea. Asiwe na woga, aendelee kupiga kazi mpaka pale itakapokoma basi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mama yetu tumishi wa Mungu hapa amesema kwamba hivi anafaa kuitwa kwenu. Ni kweli, ni mwanamke aliyethubutu. Tumpongeze sana na tutaendelea kumwombea. Mungu awabariki.